sherehe zimeisha, iliyobaki ni mautani. Tuna sherehe kwa sasa, hatuhitaji sherehe. Tumesherekea juzi, siku kucha, jana. Sasa tunakwenda kuanza ligi kuu, na leo mnafahamu timu imeondoka kuelekea manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Ameondoka kamili wachezaji 25 na benchi zima la ufundi na baadhi ya viongozi, na sisi wengine kesho tutakwenda kuungana na kikosi. Leo kwa sababu ya mkutano huu ilibidi tuahirishe kusafiri pamoja na timu. Tunakwenda kuanza ligi kuu. Wote tunajua Wanayanga, miaka 4 mfululizo hatujashinda taji hili la ubingwa wa ligi kuu. Kiu kuu ya Mwanayanga safari hii haikuwa jambo lingine lolote isipokuwa kushinda hii ngao ya jamii, ubingwa wa ligi kuu, ubingwa wa FA, Mapinduzi Cup. Ndiyo mataji tuliobaki nayo matatu. Moja tumelishinda juzi, moja sisi tunalitetea, mawili wanayo wapinzani wetu, na haya ni mataji mama ya Yanga. Mataji mama kwa nini? Wote mnafahamu Young Africans ndio club ambayo ina mataji mengi kupita klabu yoyote Tanzania, hususan hili la ligi kuu. Sasa miaka 4 kwa ukubwa wa klabu hii, ni dhambi kubwa kuendelea tena mwaka mwingine kusubiri. Itakuwa ni dhambi kubwa. Benchi la ufundi na wachezaji wanajua mahitaji ya Wanayanga msimu huu. Kwetu sisi kila mechi itakuwa ni fainali. Ubora wa wachezaji wetu hamna mtu anaweza akadoubt. Walikuwepo watu wawili watatu tulipopoteza mechi na wa Nigeria, wakaandika na kuwaponda wachezaji wetu na kuponda benchi letu la ufundi, lakini wote mnajua uwezo wa wachezaji wetu. Kila mmoja ameona, kuanzia Juma Shabani, kuanzia Shomari Kibwana, Diara. Hapo kuna wachezaji wengine upande tu wa huku kulia na kushoto wako nje, na Brighton Mustafa na Umar. Lakini pale katikati shughuli imeiona ya Mwamnyetu na Dickson, lakini bado kuna watu wako nje, kina Ninja pale mido pale, ukija ndio balaa. Mukoko yuko nje, lakini kaanza Bangala holding pale pamoja na Aucho. Yule Aucho ni kama master hivi. Wale mnapata kumuona Charles Boniface Mkwasa, kocha wa zamani wa Yanga na timu ya taifa akicheza, ni ile anafanya mashimo matupu. Ile accuracy zake huwezi kuipata sehemu nyingine. International midfielder wa Uganda, the Cranes, kwa miaka mingi ana experience. Bangala ni super holding. Wakati mwingine wanamchezesha wale wa Kongo, wakati mwingine anakuja kucheza central defender, wakati mwingine anakuja kucheza holding pale. Lakini bado kuna Tonombe yuko nje. Kazi ya Feitoto ilikuwa ni faila sufi wa Arabu wanasema. Ananyumbulika, anadarisisha, hachezi. Kuna mtu anacheza mpira pia anatoa darsa. Kama unaona wale maustadhi wakaa kwenye madrasa wanadarisisha, darsa anatoa, anasema, anafanya hiki, anaingiza, anatoa. Alikuwa kama anaunyumbulisha ule mpira. Kenda huko pembeni kina Jesus, kazi yake mmeona. Lakini pale tuna watu Makambo na Mayele, hebu fikirieni. Lakini bado kina Saido wako nje. Una question ubora wa wachezaji wa Yanga. Ni kweli tumepoteza Champions League, tumetolewa, that's the football. Malengo yetu hakutimia,
football. Lakini usiseme kwamba Yanga ni dhaifu, Yanga ovyo, kwa kupoteza michezo ile miwili mitatu, na wengine wakahamisha wakasema nuksi Haji ndio kawaletea nuksi. Tena waandishi wengine wachambuzi, mtu anazungumza tu vitu kama ameelewa hiyo. Lakini timu imeshinda, wala wasemi Haji ndio kawaletea baraka, ile kifungwa Haji kawaletea nuksi. That's the pure stupidity. Lakini mimi nimesame, ndio watu wetu wako na wataendelea kuwepo. Sasa tusiponde kikosi, wapondeni kina Haji, kina Bumbuli, lakini ile timu imethibitisha beyond reasonable doubt uwezo wa wachezaji mmoja mmoja na namna ambavyo timu sasa kocha ameshaanza kuishape. Sasa malengo ya kushinda taji la ngao ya jamii tumeyatimiza. Sasa tunakwenda kwenye lengo mama. Lengo kuu ni kushinda double za kombe la Azam Federation na ligi kuu. Lazima tuanze kwa kasi sana hapa. Tunajua kutokuwa na upinzani mkubwa, wapinzani wako 15, wote hawa wanataka taji. Tutaachana huko mbele, kuna watakaopigania taji, kuna watakaopigania nafasi za 5 za juu, kuna watakaopigania kutoshuka daraja, lakini lazima tuwaheshimu kila mpinzani tunakwenda kukutana naye. Hakuna kudharau mechi. Tunakwenda kutana Kagera Sugar. Kagera Sugar ni timu nzuri, wana kikosi imara, umeona usajili wao, lakini wana mwalimu very smart. Baraza very smart, anajua mbinu za mpira, ni mtu wa football hasa. Kwa hiyo tunakwenda kuanza mechi ngumu. Tumefurahi mapokezi waliowapata wachezaji wetu pale Bukoba. Yale mapokezi sasa ni ishara ya wanayanga nini wanachokitaka. Wachukulie yale mapokezi kama njia sasa ya kwenda kupigania klabu hii. Jezi ya klabu hii ina thamani kubwa. Hii klabu mnaiona tu kwa sababu mnaingia humu, mnafanya press, tunaongea. Mzee, humu nchi hii harakati za kuikomboa Tanganyika zilichochewa katika majengo kama haya na wazee wetu na babu zetu, wanachama wa klabu hii. Hii ni klabu ya nchi. Unajua kule Misri kuna klabu inaitwa Al Ahli, wote mnaisikia na mnaifahamu. Wanasema ile Al Ahli ni nchi ndani ya nchi. Yaani ni Al Ahli ni nchi kamili. Yanga Afrika ni nchi ndani ya nchi. Ni nchi kamili, ni rude fulani hivi. Lina utawala, lina nini, lina watu, linafanya biashara, lina viongozi, lina wavuvi, lina wafugaji, lina yes, ni taasisi kubwa hivi. Hatuwezi kukaa 4 years. Na hatuwezi kushinda ubingwa kama hatutakuwa wamoja. Tusitumike na watu wale wabaya wetu wale leo ndio wanaoshiriki kutumika, na sisi baadhi yetu tunakubali. Kwa faida ya nani? Tunataka ubingwa. Ubingwa hauwezi kupatikana kama kuna baadhi yetu wanatumika. Wanasema maneno. TFF na bodi ya ligi wanazijua changamoto zizo za msimu uliopita. Wajibu wao kuzifanyia kazi changamoto zile ambazo zilijitokeza msimu uliopita. Lakini sisi wanayanga tusiwekeze kwenye kulalamika. Na lazima sasa tutengeneze modality ya kuzuia hawa washabiki wetu, akiona kamera ya kina harakati za Bongo au ya kina Sokanet anaenda kucomplain ikitokea matokeo mabaya. Hatuhitaji hilo. Hii timu sio kwamba tunaenda kushinda na ubingwa basi kwamba lazima tushinde kila mechi au tusipoteze au tusidraw. Hakuna mpira wa hivyo duniani. Na sio tukidraw basi complaints ziende kwa kocha, kwa wachezaji, kwa viongozi, hapana. Au kwa referees, hapana. Tuwekeze kwenye matokeo. Tukionyesha how big we are, wapinzani watatuogopa. Lakini tukianza kulalamika tuonekana watu dhaifu, watu wadogo, tuonekana klabu ya mtaani. Hii klabu kubwa. Kuna kulalamika, tunakwenda tunapambana.
refa tunapiga goli moja anakataa, weka chuma cha pili tuone kama atakataa. Na referees hawezi kukataa goli halali la Yanga. Wanapataje nguvu hiyo? Kwa tusiwekeze kwenye complain, tuwekeze kwenye umoja, tushirikiane, tushikamane, tupambanie klabu yetu. Na kuhakikishia kwa ubora wa kikosi chetu na namna ninavyowaona viongozi wa Yanga safari hii walivyolipania ilitaji, na kuhakikisheni tunaweza tukachukua ubingwa, bado ligi bado mbichi kabisa kama tutashirikiana. Sisi upande wetu wa idara ya habari tumekusudia kuja na mkakati maalum, sio tu wa kushirikiana na nyinyi, lakini wa kutoa taarifa muhimu kwa washabiki wetu. Kuunganisha nguvu ya washabiki ni jukumu letu. Kuunganisha nguvu ya wanachama ni jukumu letu. Kwa mimi na mwenzangu hapa tumejipanga vizuri sana. Tumejipanga vizuri na tunataka kuisaidia klabu yetu. Kila wakati tunaongea wenyewe kwamba nini tufanye, nini tusifanye, twende wapi. Tuwasaidie viongozi waliopewa dhamana, tuwasaidie GSM waliopewa dhamana na uongozi wa Yanga. Hatwendi kutafuta mafanikio binafsi ya Bumbuli wala Haji. Tupo hapa kuisaidia klabu hii. Baadaye historia itaandikwa huko mbele ya safari. Hapo ndio mafanikio binafsi yatakapokuja, lakini right now kila mwana Yanga asiweke interest yake binafsi. Interest iwe Young Africans. Interest iwe Young Africans. Na wajua, na wanajua, na wajua wanapitaje, mimi najua, wanafanyaje, mimi najua. Yes, na nitatumia kujua kwangu kuonyesha kwamba mimi najua. Tutashinda inshallah ubingwa wa ligi kuu, tutashinda ubingwa wa FA, tutashinda tena Mapinduzi Cup inshallah. Sina wasiwasi. Naangalia ile timu yangu, wallahi juzi nilikuwa namwangalia yule Juma Shabani, nikawasema ya Rabbi stara, ya Rabbi wewe. Namwangalia mdogo wangu, unajua mimi nampenda yule mdogo wangu, lakini kwa leo ataenda kulalaje maskini ya Mungu. Kila wakati anafanya matata kama nyoka, kama nyoka yule Juma Shabani. Sheikh, ile ni balaa, ni level ya kucheza Barcelona. Yule Feitoto namwangalia anasema huyu kwa nini asicheze mbele ya Matic kule Manchester? Mnacheka, mnafanya maskhara. Kuna clip imetumwa sana jana, Fei kachukua mpira, ile fenti alofanya haijawahi kufanyika. Tafuteni nyinyi, ndani ya watu wanne kawatingisha wale wakatingishika. Kama anampa kaingia tena, kama anampa kaingia tena, pakaachia kule pembeni. Hapo anaomba tena. Alifanya volley moja, aliweka hapa kwenye Sheikh. Ile anafanya pause course, inapigwa anaweka kwenye gamba hapa, naunga volley kick. Sheikh. Unamzungumzia Feitoto kama mchezaji wa kawaida, unakaa tu unasema, una pembeni, unaongea maneno yako ya toto. Ni hatari. Amunike siku moja alisema nyinyi mkamuona hana maana. Asema huyu Feitoto hastahili kucheza hapa. Huu ni level kucheza Barcelona. Na Amunike anasema hivyo, yeye kacheza Barcelona. Msisahau Amunike alikuwa mchezaji wa Barcelona na kasema kwa Feitoto. Yule mtu hatari jamani. Ni magician. Sasa tuna mchezaji kama Feitoto, tuna mchezaji kama Mayele, tuna mchezaji kama Bangala, unaenda kukosa ubingwa? Takuwa makosa makubwa. Washabiki, wanachama, viongozi wote, twendeni tukashinde mataji haya kwa kushirikiana. Lakini la mwisho ambao ningependa wanahabari mtu saidie ni kuwakumbusha yale mapungufu ya kibinadamu ya waamuzi yetu. Watu wengine complaints zinatokana na mapungufu yasiyo yanajirudia rudia. Na mimi ni waase, hakuhitajiki referees kubalance. Ipo hivi,
Yanga anakuja anacheza labda na timu B, mpaka half time Yanga anaongoza goli 4-0. Mchezaji wa timu B anafanya foul ndani ya penalty box second half, haitakiwi kubalance kwa sababu washashinda 4. Wake up kwa jua penalty lipigwe goli la 5. Baada ya goli la 5 mchezaji wa timu B anakwenda anampiga kiwiko mchezaji wa timu ya Yanga, usibalance kwa sababu washafungwa goli 5 bila. Toa straight red card, akaangalia mpira na shangazi yake. Yaani hakuna kubalance. Mimi waamuzi hapa na wasifu wana uwezo mkubwa, lakini changamoto inakuja tu ni kwamba kuna wakati hupenda kubalance. Hiyo tu, lakini wana uwezo, no doubt. Yaani wana uwezo 100%. Hasa wa vijana wapi hawa wako vizuri sana. Lakini shida kuna wakati hupenda kubalance mambo. Yaani unaona kabisa kwa sababu washapigwa 4 hawa, kwa nini tu red card? Red card tu. Haitajiki yule refa mmoja yule afisa usalama wa TFF Hashim. Simba na Yanga katoa penalty ngapi hapa? 3 sio. Mbona kubalance? Refa hana kubalance. Penalty. Direct kick. Red card. Hayo nao waziangalie hizo changamoto zao kama sisi tulivyowaasa washabiki wetu, lakini na wao wajipime waone changamoto ambazo baadhi walilalamikia mwaka jana.